Na mtazamaji, kwa maneno yake yaliyoandikwa na Mbarak Mwishe akisema kwamba hakuna kitu kibaya humu duniani kama shida, haichagui siku, wiki, na pia ikija haibishi hodi. Ni wimbo ambao wengi wanaopenda muziki ya rumba, lakini mahali kama hapa naamini David Maina akisikia ule wimbo anajua kwamba haya ndio yale maneno ambayo watu yachukulia rahisi. Alikuwa ananiambia hapa, kana ananiambia Rashidi, eri mtu wewe una kesi, waweza jaribu hata kukimbia, lakini ugonjwa ukikimbia wakimbia nao. Unapokwenda uko nao, ni kivyo vyote vile lazima ushughulikie. Na amenipa hicho kisa, kimenigusa na kanifundisha mengi sana katika maisha, kwamba kweli uhai tulionao tushukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu chochote kinaweza badilika wakati wowote ule. Na mmeniambia kwamba mna watoto 5. Sasa hivi nyinyi mwaishi Nairobi ama Mkomolo? Hawa watoto wako wapi na wako chini ya uangalizi wa nani, David? Sasa watoto wetu 3 tuko nao nyumbani, wasichana juu wako nyuma. Vijana wametoka, kila mtu ametoka njia yake kwenda kuhasu. Wote hawana kazi, lakini wamejaribu sana kujitafutia kosi. Wanafuata wenye wanatumia hizi tika kubwa, mashavo lift, forklift. Kama huyo mkubwa kuna hiyo experience ya kufanya kazi na hizo tika, anaweza endesha, lakini hana cheti. Kwa hiyo ni kwamba akipata mafunzo na mtu akapata karatasi zitamsaidia Na pia huyu ndugu yake alimuita, wanafuatana. Akona experience kidogo, lakini yule akona experience kubwa. Akipata tu license, apate mtu ampe kazi. Akipata cheti apate kazi, tutasaidiana na yeye maishani mwangu, mimi, wagonjwa na dada zake. Na maisha naona kama inaweza kuwa mazuri. Kwa hivyo mtu akiwa naomba tu wa Kenya, mtu akipata nafasi ya kazi, vijana wako tayari, aniajirie tu vijana hawa 2, watoto wasome. Nitashukuru sana na Mungu atambariki. Naam, ukisikia mtu ambaye asiye na ubinafsi, yani wewe katika shida ulizo nazo, lakini usaidizi wa kwanza unaomba kwa watoto. Inafikiri ni funzo sana kwa Wakenya tuweze kuangalia kwamba kwa shida alizo nazo, lakini cha kwanza kabisa watoto wapate kazi. Anaamini kwamba atakuwa amewasaidia kesho na kesho kutwa, alafu yeye baadaye. Kuna kitu cha kujifunza mtazamaji katika maisha ya David Maina. Beth Waithera, watoto wa kike ndio ambao wako nyumbani. Na kama unavyojua mzazi yoyote utaka andalie mazingira mazuri watoto wa kisichana, kwa sababu kuna ushawishi mwingi duniani kwamba usipokuwepo na usipowapa wanachohitaji huenda wakashawishika na mambo mabaya. Na jambo la pili, watoto pia nao wa kike wanakuwa na mapenzi sana kwa mama na mapenzi sana kwa baba. Una mtihani gani hivi sasa kwa watoto wako wa kike wanapoona David Maina hali yake ilivyo kama baba yao, na mtihani ambao unapitia wewe kama mama yao? Wasichana wangu, na hasa huyo wa kwanza mwenye alifanya form 4 na pia akarudia mwaka wa 2 aweze kupata grade, na Mungu akamjalia akapata grade ya C. Sasa vile maisha imetusukuma na hizi shida za ugonjwa, sana tukiwa na yeye juu mama na msichana huwa wako karibu, wanashare maneno. Sasa kuna wakati moja tukiwa tu kwa shughuli akaniuliza, "Mama, na sasa nilirudia shule, sasa nitakuwa tukifanya tu kazi huku nyumbani na wewe?" Sasa hilo jambo likaniguza, lakini nikamwambia, "Alice, acha nikuambie, kunaye Mungu mbinguni ambaye huwashughulikia wote wanaomtumaini." Na sasa pia wakati tulikuwa tu tukiongea juu huyu mwingine ana stress juu najua amengojea mtihani, lakini pia ako na stress juu chenye atapata anataka pia aendelee. Pia na huyu wa grade 6 mwenye alifanya KPSEA, pia na yeye kuna swali aliniuliza, ati sasa mam, na venye kupeleka mtoto grade 7 ni kama kumpeleka secondary, sasa itaenda aje? Pia na yeye nikamwambia tusijali, Januari ikikuja itakuja na mambo mazuri. Mimi hata kwa mafikira yangu si kuwa nafikiria ati naweza kuwa kama mahali hapa nikiomba Wakenya
waweze kuingilia kati juu ni ugonjwa, na ugonjwa huwa haubishi unapoingia. Juu nilikuwa tu sawa, hata si kuwa naumwa na mwili, lakini ghafla kitu ikanitokea juu kama tunavyofundishwa sisi wagonjwa, ugonjwa wa kansa huwa haumi. Unakaa tu, lakini ukiwa karibu ujulikane ndio utaanza kusikia ni nini kinaendelea kwa mwili wangu. Sasa mi huwa tu nawapa matumaini ambayo hata sijui. Yani kwa ufupi, kama mama unatumia tu ujanja kuwajengea kwamba tuko sawa, lakini deep down najua tuko sawa. Kwanza tukule, tushibe, alafu hayo mengine ni ya Mungu. Pia kuna challenges moja na wakanifurahisha. Waliniambia au wasichana wawili wakubwa ati walikuwa wanaulizwa shuleni ati sasa mama yenu juu alipitia hiyo shida, sasa si huwa mnalia sana? Nao wakawaambia sisi huwa atuli, mama anatuambiaga yote anatendeka kwa mapenzi ya Mungu. Sasa wanawapa jibu nzuri. Juu sasa niliona nikiwaonyesha stress na ama nianze kuwaweka mafikira mengine, maisha yao yatakuwa aje? Saa huwa tu nawapee maneno ya kuwatia moyo, nikiwaambia ya kwamba kunaye Mungu mbinguni ambaye yuwasikiliza sala katika silini. Unajua Mwenyezi Mungu huwa aleti miujiza yake moja kwa moja. Mwenyezi Mungu hupitisha miujiza yake kupitia kwa mtu. Kwa naamini kwamba wale ambao wanatizama katika siku ya leo, wapo wengi ambao wataweza kutusaidia. Nitakuwa ni kupitia zile dua zako. Manake Mungu hutumia mtu mwingine ili kuweza kumsaidia mwingine. Mtazamaji, kama unavyosikia ni mama ambaye anatumia busara, anatumia uongo, anawajengea matumaini ili awaondolee mzigo mzito. Unajua watoto wanaelewa, watoto siku hizi wanaelewa sana, kwa wanajua kwamba hapa hadi ni ngumu, lakini wanawajengea matumaini. Na yale matumaini bila mpango, matumaini tu ambayo atakuwa hayazalishi chochote. Mpango ni mimi na wewe tuwashike mkono David Maina na mwenzake Beth Waithera, ili angalau na wao wakirudi nyumbani wakapunguze mahali na kila ambacho atakuwa ameweza kupata. Na kama ulivyosikia mzee, hata kazi akipata ajira kwa watoto wake itakuwa vizuri. 0710 294 938 0710 294 938. Namba itata David Kikonyo. David, tuambiane ukweli, laiti unatembea hapa barabarani sasa ukakuta mtu anatembea akaambiwa wewe una kansa ama saratani lakini stage 4. Kwa wengi usema ukweli, kama alivyosema hapa Beth, mtu anajua mwisho wa dunia. Sivyo? Umepambana, una matumaini, unawashauri vipi wewe wa Kenya ambao sio tu kwamba wana kansa, wanapitia maradhi mengine? Unaweza kuwashauri vipi kwamba mtu anaopata taarifa nzito apambane nayo vipi? Maana wewe ni mtu wa kipekee. Lagu lenye naweza wasaidia ugonjwa wote ule. Naam. Kuna mambo huwa yanasaidia mtu sana kuendelea na maisha. Kitu cha kwanza, jikubali. Ukubali imekuwa na imekuwa. What's the way forward? Shida yote usikimbilie. The way forward ni umtegemee Mungu, kufuata mawaidha ya daktari, na kupiga moyo kodo ukijua wewe hukujiumba. Na Mungu alikuumba kwa sababu. Na usiwahi kubali kukuwa depressed kwa sababu ya ugonjwa wote ule. Na hakuna ugonjwa huwezi pona. Na mtu sana sana watu sisi hatufi kwa sababu ya ugonjwa. Sisi tunafa kwa sababu ya siku yako ya kufa imefika. Hata wenye wamekufa si ati ugonjwa uliwaua. Siku ya kufa ilifika. Kama mimi kwa mfano, mimi kuna watu wengi sana wamekojeka. Wamenipata tu hivi. Na wamekufa, wameniacha. Na wengine hata hawakuwa wamefika ile stage yenye mimi niko. Kwa sababu siku ya kufa ilifika. Si ugonjwa. Sasa Mungu katika haya maisha tunaishi ni wa maana. Na sana sana kujiamini. Na kukubali hiyo hali huko, kubali. Sasa ndio utapata solution na maisha yataendelea. Kama mimi nakuwa na shida nyingi sana. Sasa kama jana kutoka nyumbani kuja hapa, kwa sababu ya shida ya fedha, ilibidi nitumie gari za public. Nimeumia sana jana kufika hapa hii Nairobi.
nimefinywa. Unajua zile magari kufinywa, unatumia pale pengine bodaboda. Hii kitu imeniuma, hata usiku sijarara. Maumivu yameniuma sana. Hata ndio nilikuwa naongea hapa tukija leo, kwa sababu Mungu amenisaidia. Pahali nilala jana nikapata pahali ya ndio nifike hapa. Mungu amenisaidia, nimepata kauba kamenilete. Nimesikia kweli kuna tofauti naye Mungu, kwa sababu ana masikio. Mungu ana macho, anaona. Na representative wa Mungu dunia hii ni binadamu wa Kenya wenzangu. Najua Mungu atawasaidia, atawaguza na tutashirikiana katika haya maisha. Alafu kuna kitu kingine nilikuwa naomba wa Kenya. Iko sababu hii kansa imekuwa ni disaster, especially Kenya yetu. Kuna jambo nataka ningeomba tu serikali. Hii shida imekuwa ni disaster kwa sababu screening ya kansa cost yake iko juu sana. Jambo la pili, Wakenya wenyewe hawajajikubali kujitolea kwenda kufanyiwa screening. Kwa hivyo serikali irudishe gharama ya screening chini. Wakenya nao wakubali kujitokeza kupimwa. Jambo la tatu, wakijitokeza kupimwa, serikali ndio Wakenya wakubali kujitokeza kupimwa, uhamasisho. Na serikali pia iongezee fedha kwa ile kadi ya SHA. Kwa sababu hii haya matibabu yako kali. Na ndio watu sana tunakufa kwa sababu umekosa kuendelea na matibabu kwa sababu ya pesa. Ndio maana watu wengi wanapoteza maisha. Na haya mambo yakifanyika, hii kansa itaanza kurudi chini. Kwa hivyo serikali investi, wananchi wajikubali, na wagonjwa pia wajikubali, na maisha yatakuwa afadhali. Na bila shaka, na yule mtu ambaye anakusikiliza ataona kama ambaye labda tumeleta balozi tu, mtu ambaye ni mtaalamu anazungumza na wananchi kuhusiana na jambo la saratani, lakini mtu ambaye ugui saratani. Manake unavyozungumza umebeba wengine wote katika mgongo wako, na kwa mtu ambaye labda pengine amefungua TV kusikia kwa sasa hivi hawezi kujua kama yule mzee David Maina ndiye ambaye, na hiyo inajenga imani kubwa sana. Mimi naamini kuna wagonjwa wengi ambao wanatazama runinga katika siku ya leo. David Maina, umewaongezea kitu katika maisha. Na umenifunza kitu kimoja cha maana ambao kipo katika vitabu vitakatifu, ni kwamba kila nafsi itaonja mauti, lakini kwa muda wake. Muda ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe anaujua. Kwetu sisi ni kuweza kupambana. Manake tujaribu kila mbinu, lakini kuondoka kwetu hapa ni ile siku ambayo iliandikwa kwamba Rashid itakuwa siku yake leo. Basi hata ufanyeje uwezi kukwepa, utaondoka. Nami nikiongea naongea through experience. Kwa sababu sasa hivi niko na experience ya miaka ngapi? 6. Mimi wakati niligunduliwa na watu wakajua, majirani na watu, tuseme tu watu wakajua in general. Wengine walikuwa wananihesabia wiki 2, wengine mwezi. Lakini kwa wakati huu hata wasemagi kitu. Na ndio sasa wanaona kweli Mungu ni Mungu kabisa. Ndio maana nasema niko na experience. Na kuna mambo hayo naongea, mambo nimetazama, nimeangalia, na haya yakifanyika tutajaribu kupunguza hii idadi ya watu kufa. Na bila shaka mtazamaji, na kama unavyojua ni kwamba hiyo ndio hali, lakini anapokuwa na washauri wengine, yeye mwenyewe pia vile vile ana changamoto alizonazo na zinahitaji usaidizi wetu kwake, kwa mke wake na kwa watoto. 0710294938 nambari ya simu, 0710294938. Angalau akiondoka hapa ajue kuna Wakenya ambao wanapendana, kuna Wakenya ambao wanathaminiana, na tuweze kuangalia atasaidika vipi. 0710294938. David Gikonyo ndio nambari, akasaidiwe yeye, na pia vile vile wife hapa ende akaangaliwe ule uvimbe na uchungu anaohisi kila asubuhi ili ukashughulikiwe. Anashukuru kwamba titi lilishughulikiwa, saratani ya titi, lakini miezi kadhaa ajihisi vizuri. Nataka ushauri kina mama, kwa sababu sio rahisi. Wapo kina mama ambao wanapouguza mtu namna hii, miezi 3-4 mama anakimbia. Kama miezi 3-4 ana simu za pembeni, ashatafuta Gikonyo mwingine. Atafuta Gikonyo mwingine, maana ajua ile Gikonyo yule hana usaidizi wowote. Unaweza kuwashauri vipi? Ningewashauri wa mama wenzangu
Juu ili ni yani niseme huu ni mtihani mkali sana. Juu hata mimi wakati nilikaakaa na huu ugonjwa wa mume wangu, mawazo ilikuwa inanikujia sikatai. Tena yale ya kishetani. Yananiambia sasa huyu hata nikikaa na yeye, lakini juu mimi nimeokoka na nampenda Yesu, nilikuwa naomba na naambia Mungu hayo mafikiria aniondolee, niweze kukaa na yeye vizuri, kumlisha, ndio Mungu anibariki. Lakini nikajifunza jambo moja, na kama ningeenda nimwache na niligonjeka, si ningeenda nigonjekee na huko kabisa, nipate yani nisumbuke nikiwa na huko nilienda, nikirudi kwake angeweza kunikubali. Sasa hilo ni changamoto moja, lakini huwa nashukuru Mungu na niwaambie wamama, si rahisi, lakini kubali tu. Ukubali tu, ni hivyo imetendeka na maisha yako yatakuwa mazuri. Na David, ulichukua kifaa, maana uliangalia urembo na tabia. Hapa ulibahatika, una urembo na ana tabia, na ndio maana amekuambia atasimama na wewe bega kwa bega bila kujali. Itakuwa sio rahisi David. Ushaona visa vingi hata wewe mwenyewe. Ungekuwa umeachwa watabika, kuna mtu akukupa bed sheet wala maji wala nina mtu ameenda. Especially unamwambiaje mkoko kusimama na wewe paka leo? Mimi namshukuru. Kuna kitu ambacho hujamwambia unaweza mwambia leo, ni kitu gani? Leo nimemwambia mambo mengi sana tangu wakati tulipojuana, tumekaa hiyo miaka yote tumekaa tumeishi naye, lakini kuna jambo moja ningemwambia. Mimi ni gali nampenda. Nampenda hata zaidi kuliko nilivyompenda bereni. Kwa sababu hata Mungu amenisaidia hiyo miaka yote tumeishi. Isipokuwa kuna kuwa na mgogoro katika. Hiyo ni mahali ya maisha. Lakini hakuna siku hata moja mimi nimewahi mtusi. Nimewahi piga kofi. Kwa sababu mimi nampenda kama mama wa mama wangu. Alinizalia mama. Amenizalia baba. Kwa nini nimdharau? Ni sawa na kujidharau na kutusi. Sasa kama alikuwa ile nini, hali ya mapenzi ilikuwa imeanza kurudi chini, isirudi chini, na mwambia iende juu, kwa sababu haya maisha ni Mungu alituumba hivyo. Akubali kama vile mimi nimejikubali mwenyewe, na ndio unaona mimi sikuwagi sana na stress. Na ajue kuna Mungu na kuna jambo fulani Mungu tufanya tukue hai, tuifanye pamoja na yeye. Na kumbukage kila wakati mimi bado nampenda. Asante sana David Maina. Namwambia Beth Waithera kwamba yote ni mitihani ya Mwenyezi Mungu, lakini usahau kwamba anakupenda na atakupenda. Yeye ashajikubali, anaomba na wewe kila kukicha ukubali hali alionayo mume wako na tuweze kusonga. Na mimi nitakupa nafasi uzungumze na David, maana mshazungumza na Wakenya, ili tuweze kuwatakia safari njema. Unamwambiaje David Maina? Kwanza namshukuru kwa sababu hajai nionyesha madharau. Hata wakati nilipoteza titi moja langu, hajai nionyesha madharau. Amesimama tu na mimi. Nikimwambia ninaumwa, ananipea maneno ya kunishawishi. Namshukuru na nimwambie ningali ninampenda hivyo tu alivyo, juu na niombe Mungu asiwahi niletea fikira za kishetani, ati nikaona vile alivyo, ati kama anatumia hii stent nini tube za kukula ukafikiria kumsaliti. Nikafikiria nisiwahi mafikiria kama hiyo yasiwahi nijia, na najua Mungu anayo masikio na huwa anasikia. Hilo ndilo ombi langu kwa Mungu, na nimwambie mume wangu ni asanti sababu umenishikilia na hujai nitusi, na nitazidi kusimama na wewe mpaka pahali Mungu atatufikisha. Amina. Na amini kwamba Mungu awajalie mpaka muje muone wajukuu wa watoto wenu, na ndio raha kabisa. Unaambiwa kwamba mnapendana kufa kuzikana, lakini mzazi wapendi kutangulia kuacha watoto. Na kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu kwamba awape umri mrefu, awaongezee afya njema katika maisha yenu. Haya mitihani ambayo ipo, Mungu atatafutia suluhisho. Na labda pengine baada ya
miezi kadhaa utatupigia simu useme Rashid, nashukuru ndivyokuja wakati ule na sasa hivi hali ni tofauti. Kwa hiyo ni kusema asante sana David Maina, sina kutakia kila laheri mzee wangu katika kupambana na matibabu. Beth Waithera, endelea kumuuguza, lakini pia na wewe vipimo viendelee katika mgongo uweze kuangalia. Na ile screen ambayo umeisema pia vile vile kwa wale ambao karibu na nyinyi watoto na nini pia muhakikishe watafanyiwa screen ndio mjue pia watoto nao wakoje na ndugu jamaa na marafiki. Mtazamaji, kabla tuondoke ni kukukumbusha tu kwamba hiyo ndio nambari ya simu. Angalau walikuja, kumbuka walijikokota na gari za umma kufika kama hapa. Leo tukiwezesha angalau wasirudi na gari, manake inamsumbua, japo wapate gari wakodi warudi paka zao nyumbani, manake alikuwa kwa hana jinsi, anataka usaidizi, lazima aje ili afike hapa. Kwa hiyo alifika, na mimi na imani kwamba kupitia mchango wenu hawa leo wataondoka kwa njia ya tofauti. Si kwamba tunataka usafiri wa kibinafsi kwa sababu ya starehe, lakini kwa sababu ya mpira alionao na shida ambazo alizonazo David Maina, ili sizidishe shida nyingine zaidi, arudi nyumbani salama na wakaendelea na matibabu. Shukran sana kwa kuja. Sisi tunaombea Mwenyezi Mungu. Wanasema Mwenyezi Mungu hawezi kumpa mtu kilema alafu akamnyima na mwendo. Akikupa changamoto anakupa na njia za kutafuta suluhisho. Kwa hiyo asanteni sana mtazamaji. Shajara moja ya kusikitisha sana, lakini kinachokuwa kati yao mapenzi, uaminifu na urafiki ndio msingi wa wao kuwa pamoja. Hata wewe kama na mtu wako kwa nyumbani, urafiki ndio kitu cha maana sana, mapenzi ni kitu cha maana sana, na pia vile vile uaminifu. Mnaweza tofautiana, lakini hivyo vikikosekana mambo yataenda ndivyo sivyo. Asanteni sana kwa wewe mtazamaji. Shukran sana. Baadaye tutaendelea na Shajara hapa studioni. Asante.